Praise God once again. Bwana asifiwe. Nani anijui? Nani mwingine anijui? Okay, kwa majina naitwa Monene Keriso. Nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Okay. Kuna kitu huwa narudia sana. Wakati sikuwa nimeokoka, nilikuwa na tafakari maneno kuhusu moto wa jehanamu. Bwana asifiwe. Nikajiuliza, nimeichomeka na sufuria, nimeikanyanga makaa moto na hisi hiyo uchungu katika mwili. Nikajiuliza, je, na moto wa jehanamu utakuwaje? Bwana asifiwe. Mwaki wa kwa ngoma ugakorogwa natia mwathani agocore. Nikaamua kumkabidhi Yesu maisha yangu. Na wakati nilimkabidhi Yesu maisha yangu, nilikuja kugundua ati sio moto wa jehanamu ulinifanya nimkabidhi maisha yangu. Maana Yesu alifanya kazi kubwa sana kwa ajili ya wokovu wangu. Na wokovu ni kitu ya dhamana katika haya maisha. Mtu wa Mungu, hakuna kitu ya maana kama wokovu. Nikakuja kuangalia, Yesu aliteswa kwa ajili yangu, akaenda msalabani kwa ajili yangu, ili nisamehewe dhambi zangu na nikubalike kuitwa mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Siku ya leo nimeitika mwana wa Mungu. Wewe uliye hapa umeitika mwana wa Mungu kwa ajili ya ile Yesu alifanya. Bwana asifiwe. Alifanya miaka 2000 iliyopita. Bwana asifiwe. Na tukakubalika kuitwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Na mfurahianga Yesu sana. Na nasemanga hadi saa hii Mungu na Shetani wafanya hadi waseme hakuna kuwatesa watu wa Mungu tena. Mimi siwezi muacha Yesu. Bwana asifiwe. Sitaacha injili yake. Bwana asifiwe. Maana ya hiyo kazi alifanya. Bwana asifiwe. Tutaingia kwa neno. Leo ningetaka tuangalie ahadi za Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Maana Mungu ako na ahadi zake kwa maisha yetu. Bwana asifiwe. Leo nikiwa sitakosea sana, ni Jumapili ya 13 mwaka huu. Bwana asifiwe. Na ni Jumapili ya mwisho katika huu mwezi. Bwana asifiwe. Na nina hakika Mungu atafanya kitu. Bwana asifiwe. Na sasa hivi bado Mungu amefanya kazi. Bwana asifiwe. Maana tukianzia tulikuwa kama 6. Bwana asifiwe. Tumeuona mkono wa Mungu. Na wageni ambao mmetutembelea, tuomba tu mtuunge mkono kwa safari ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Maana tuna maisha ya hapa na tuna maisha ya damu. Ila maisha ya kwenda kugawa moyo itakuwaje? Tukijiuliza hiyo, tutatafuta Mungu kwa kweli na haki. Bwana asifiwe. Ningetaka tuingie katika ile kitabu ya Isaya. Sijui ni nini Mungu anataka kunena kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Maana Jumapili iliyopita nilikuwa na neno la himizo, na tulikuwa tunaongelea vita vya kiroho kwa ajili ya manufaa ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Leo tunaangalia ahadi za Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Iko katika kitabu ya Isaya 41 kuanzia ule mstari wa 10, na nitasoma kwa lugha ya Kiswahili.
Bwana asifiwe. Nitasoma. Neno inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu hapa ananena. Anasema tusiogope kwa ajili yu pamoja nasi. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu wetu. Nitakutia nguvu, namu nitakusaidia, namu nitakushika kwa mkono wangu wa haki yangu. Bwana asifiwe. Haya maneno ni Mungu alikuwa anayanena. Bwana asifiwe. Anasema tusiogope kwa ajili ni Mungu wetu. Bwana asifiwe. Ati atatushika mkono na tutie nguvu. Bwana asifiwe. Kuna wakati katika maisha yetu mambo inatujia hadi tumeisha nguvu. Bwana asifiwe. Tunachukulia kwamba ni kama Mungu ametusahau. Bwana asifiwe. Ila Mungu anasema tusiogope, yu pamoja nasi. Atatushika mkono na atatutia nguvu. Bwana asifiwe. Ila tunafaa kuwa na uaminifu. Mungu atatutia nguvu. Bwana asifiwe. Tunafaa kuwa kama watoto wadogo. Maana mtoto mdogo ana haki na anaamini babake. Bwana asifiwe. Sasa mtoto hata baba akiwa amwambie baba nataka baiskeli. Baba akimwambia anakuja nayo jioni, mtoto anaamini ya kwamba baba atakuja na baiskeli jioni. Bwana asifiwe. Tunafaa kuwa watoto kama watoto wadogo, maana tumeitika wana wa Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu. Kwa nini tusikuwe na imani kwake? Na Mungu anasema mimi ni mwaminifu kuliko baba zenu. Ikiwa baba yako huwezi muitisha mkate akakupa mawe, huwezi muitisha samaki akakupa nyoka, je, mimi Mungu niliye mwaminifu, nini unaweza niomba nikose kukupea? Bwana asifiwe. Amen. Kuna wakati nikiwa Nairobi kulikuja watu wa maseseka. Bwana asifiwe. Akafunga kama kwa hii ghorofa na kwa hii ghorofa nyingine. Bwana asifiwe. Akapita hapo na baisikeli. Bwana asifiwe. Watu wakasangilia sana. Akasema nani anataka amvuse pande ile nyingine? Bwana asifiwe. Hakuna mtu alitokeza. Bwana asifiwe. Kukatokea kijana. Kakakuja kakasema nataka univuse pande ile nyingine. Kakakalia ile baisikeli akakafusa pande ile nyingine. Bwana asifiwe. Watu wakamuuliza mtoto, umetoa hii ujasiri wapi? Akasema huyu ni babangu na nina haki, babangu hawezi nitendea kitu mbaya. Na sio mara ya kwanza kufanya hivyo. Anafanyanga hivyo, anajifunza na mimi. Na nakuwa na muamini, maana najua babangu hawezi nipelekeza pale pambaya. Bwana asifiwe. Bwana, sisi hatuwezi kuwa na hiyo ujasiri kwa Mungu, maana Mungu hawezi kututendea kitu mbaya. Bwana asifiwe. Mungu akamtoa mwanawe Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya makosa yetu. Akamtoa ili tukubalike katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa nini tusijiweke wanyenyekevu na imani kwake? Bwana asifiwe. Maana anasema atatutia nguvu, atatusaidia. Bwana asifiwe. Atatushika mkono. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, mimi siwezi mshika Mungu mkono, ila yeye anishike mkono. Nikitafakari katoto wakati kanajifunza kutembea, akawezi jisikiria mkono wa guka yake, ila gukake anakasika mkono hivyo, na katoto kanatembea tu vizuri kakiwa kamesikwa na guka yako. Kwa nini sisi na Mungu anatuambia nitawatia nguvu, nitawashika mkono na mkono wangu wa haki? Bwana asifiwe. Haya ni maneno Mungu anayasema, na anayasema kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Kuna
Kuna maandiko kadhaa tutaangalia ili tujue ahadi za Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Ningetaka tuingie katika ile kitabu ya Kutoka, Exodus. Bado kuanzia mstari wa 10. Bwana asifiwe. Bado ni Mungu anasema. Akasema, tazama, nitafanya agano. Bwana asifiwe. Mungu anasema atafanya agano. Bwana asifiwe. Yaani ni kuapa. Bwana asifiwe. Ni Mungu anaapa. Maana agano ni kama kuapa. Mbele ya watu wangu wote nitatenda miujiza. Nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote. Bwana asifiwe. Mungu anasema atatenda miujiza katika dunia yote. Miujiza isiyoonekana. Bwana asifiwe. Katika maisha yangu mimi huwa tu namuomba Mungu, nataka kuona hiyo miujiza ikitendeka katika watumishi wako, katika watu wako. Bwana asifiwe. Kuna kibarua yetu ya kuitisha hii miujiza, maana ni Mungu ametuahidia. Bwana asifiwe. Na ameapa ya kwamba atatenda miujiza isiyoonekana dunia yote. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, sijui kama mnaona kama mimi. Mungu anasema nitatenda miujiza. Kwa nini tusikae tumuitishe hii miujiza Mungu ambayo ameahidi kwa ajili yetu? Praise God. Amen. Mungu ni mwaminifu na hakuna aliye kama Mungu. Watu wa Mungu, neno likikuja kwetu tunafaa kulichukulia ni letu. Bwana asifiwe. Maana neno tunaliita neno la Mungu na ni neno letu. Bwana asifiwe. Maana neno linakuja kuyabadilisha maisha yetu na kuleta manufaa katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Wakati tunamshukuru Mungu, tunamuimbia, hiyo ndio chakula yetu. Lakini neno ni chakula yetu ya kimwili na kiroho. Bwana asifiwe. Maana neno imebeba chakula ya kiroho na chakula ya kimwili. Bwana asifiwe. Ila ni tuaminiane na hili neno, tuweze kulingana na vile neno linasema. Bwana asifiwe. Maana kibarua iko hapo, kwenda sawasawa na neno, kuchukulia hiyo neno na unakabile neno linasema. Bwana asifiwe. Maana neno linasema kwa ajili yetu na kwa ajili ya maisha yetu ya rohoni na ya mwilini. Bwana asifiwe. Tena tukiangalia katika kitabu ya Mathayo, watu wa Mungu, ningewasihi tukija katika nyumba ya Mungu tujaribu tunakuja na daftari na kalamu, at least unaandika zile pointi Roho ananena nasi. Bwana asifiwe. Maana kuna wakati Mungu anasema kitu kinagusa maisha yako na unafaa unakitafakari na unaenda kulingana na hiyo neno vile imesema. Bwana asifiwe. Maana kuna mtu Mungu ananena naye siku ya leo. Kuna mtu anafungua siku ya leo. Kuna mtu anatengeneza maisha yake siku ya leo. Ni Mathayo
sura ile ya 28 kuanzia mstari ule wa 20. Bwana asifiwe. Na nitasoma. Na kwa kuwafaidisha kuyazika yote niliyowaamuru ninyi. Bwana asifiwe. Yaani neno linatuambia kuyazika yale maneno yote Mungu, sasa huyu ni Yesu, yale aliyotufunza. Bwana asifiwe. Hapo ndipo unasikia nikisema lazima tuyachukue haya maneno kwa haki ya Mungu. Bwana asifiwe. Tusipoyazika hakuna mabadiliko yanaleta kwetu. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Kuna wakati nilikujua na dhuruba katika maisha yangu, nikaona ya kwamba ni kama nimeatanizwa. Maana hata mamangu mzazi ilifika wakati akawa hataki kuyasikia maneno yangu. Naenda kwa ndugu yangu atoke pia yako wataka kusikia maneno yangu. Bwana asifiwe. Nikajiuliza nitafanya nini? Nikafadhaika sana. Nikaona ni kama sina mtu naesalilia. Praise God. Nikaomba Mungu sana. Nikalilia Mungu sana. Kukaingia usiku nikalala. Nikiwa wakati nililala kuna ndoto ilinikutia. Praise God. Amen. Nikaona mahali jangwani, mahali kumejaa kimchanga hivi. Bwana asifiwe. Amen. Nikaona kuna alama za miguu zimetembea katika ile mchanga. Zikianzia zilikuwa alama za watu wawili. Lakini pale katikati ya jangwa ni mtu mmoja. Tukimalizia nikaona tena kuna alama ya pili, ya mtu wa pili. Watu wa Mungu, niko katika ndoto. Nikaona ya kwamba katika roho zile alama zilikuwa za mtu mmoja, zilikuwa ni za kwangu. Bwana asifiwe. Nikaona ni kwamba Yesu aliniacha. Nikatembea kwa hiyo ngumu wote, nilikuwa peke yangu. Nikakaa nikamuuliza Yesu, mbona uliniacha wakati nateseka, wakati napitia mambo magumu? Bwana asifiwe. Yesu akanilaki akaniambia, mwanangu, si ati nilikuacha na sitaikuacha hata siku moja. Ulifika ukaisiwa na nguvu, nikaona utaanguka, nikakubeba. Bwana asifiwe. Mahali uliona alama za mtu mmoja zilikuwa ni za kwangu. Mahali uliona za watu wawili, niliona umepata nguvu, nikakuweka chini. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, tusikuja kuchukulia kwamba ni kama Mungu anatuacha. Mungu hawezi tuacha, na Yesu hawezi tuacha, maana anasema atakuwa nasi hadi mwisho wa dahari. Bwana asifiwe. Hata katika dhuruba Yesu yupo pamoja nasi. Bwana asifiwe. Na hata akiwa katika kiti cha enzi cha Baba bado anatutetea na bado wako na sisi kiroho. Bwana asifiwe. Na ndio maana alisema atatuacha kama watu wana wazazi, atatuachia Roho Mtakatifu atuongozane. Watu wa Mungu, nituombe huyo Roho Mtakatifu kwa haki yake atuongozane kufuata amri zote za kimungu. Bwana asifiwe. Tusipoongozwa na Roho Mtakatifu tutafanya mambo ya kidunia, na mambo ya kidunia yatatesa maisha yetu. Bwana asifiwe. Maana tunaona ni kama maisha yako mazuri sana wakati tunaenda sawa sawa
mapenzi yetu isiyo mapenzi ya Mungu. Tunaona ni kama maisha yako